Timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, kuna mchezo mmoja wa kimataifa wa kirafiki dhidi ya Kuwait kabla kwenda kwenye michuano mikubwa barani Afrika ya AFCON. Kwenye mchezo huu mwalimu ni mpya Miguel Angel Gamondi, na kwenye michuano hiyo pia mwalimu atakuwa ni huyo Miguel Angel Gamondi. Tumeachana na coach Suleiman Morocco. Kwanza, ingizo la mwalimu mpya kuelekea katika michuano ambayo ipo karibu inaweza ikatuathiri kama kikosi cha timu ya taifa? Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kumpongeza na kumshukuru mwalimu Ahmed Morocco kwa paka hapa alipotufikisha. Amefanya kazi moja kubwa sana yani, paka tumefikia hapa tulipo yani. Ukija kaangalia, nadhani akuharibu sana, ni matokeo tu ya mpira na mabadiliko sehemu yoyote yanaweza yakatokea kwa muda wote, lakini amefanya kazi moja kubwa sana paka hapa tulipofika. Nadhani igizo la mwalimu Gamondi ni mwalimu bahati nzuri TFF wamefanya machaguo sahihi. Ni mwalimu ambaye anatujua Tanzania, anawajua wachezaji wengi wa Tanzania. Sasa na uhakika yani kunaweza kuwa kuna mabadiliko fulani. Tunaona uje kuna muda Kevin John alikuwa haitwi national team, lakini sasa hivi ameitwa. Bakari Mwamnyeto alikuwa haitwi national team, lakini sasa hivi tunaona anaitwa kina Nangu. Sasa na uhakika yani kunaweza kuwa kuna mabadiliko fulani ambayo yanaweza katokea sasa hivi national team yani. Kwa kikosi ambacho kimeitwa hakina mabadiliko makubwa, lakini zile sura ambazo haziitwi kwa muda mrefu zimeanza kurejea, kama kina Kelvin John na kina Chazi Mombo na wengineo. Kuelekea katika mchezo huu wa kirafiki wa kimataifa, inaweza kutuonyesha mwanga kuelekea katika michuano hii ya AFCON? Kwanza kabisa kinachohitajika ujue, tusianze kuwabebesha mzigo mkubwa sana wachezaji wadogo kama wakina Kevin John. Hizi ni mechi za kirafiki ambazo mwalimu nadhani anaanza kutafuta cream yake ya kwenda nayo kwenye michuano ya AFCON. Sasa nadhani kama TFF kutakuwa kuna uwezekano wakijaribu kutafuta tena angalau mechi mbili za kirafiki. Yani hata zisiwe yani na watazamaji au sijui washangiliaji, lakini mwalimu Gamondi anatakiwa apate tena mechi kama mbili za kirafiki, ambapo sasa hivi anaweza akaangalia cream atakao kwenda nao AFCON. Ujue mpira wakati mwingine ni mchakato. Sasa kwa mechi moja hii tunaenda kucheza na Kuwait ni mechi nzuri, lakini tukumbuke ujue kuna baadhi ya wachezaji hawatakuwepo. Kuna mchezaji kama Samata atakuwepo, ambapo na uhakika kwenye AFCON atakuwepo. Kuna mchezaji kama Msuva kwenye AFCON kwa vyovyote anaweza akawepo. Sasa tukipata zile angalau mechi mbili nyingine ambazo watakuwepo na hao wachezaji, mwalimu Gamondi anaweza sasa akapanga full squad ambayo atajua kabisa hii nikianza nayo kwenye michuano ya AFCON inaweza ikanipa matokeo mazuri. Kwa maana hiyo na uhakika kama TFF watafanya jitihada ya kutafuta angalau tena mechi mbili za kirafiki, zinaweza zikamrahisishia kazi mwalimu Gamondi. Kwenye kundi letu la AFCON kuna majiant timu ambazo pia zina ushindani mkubwa kama Tunisia, Nigeria pamoja na Uganda. Ikitokea tumekwenda kule, unaidai timu ya taifa kama itashindwa katika hatua ya 16 bora? Hapana, maana ujue kama nilivyotangulia kusema, ujue mpira ni mchakato. Mimi kwenye hii AFCON inaoanza mwezi wa 12 sitarajii makubwa sana kwa timu yetu ya taifa. Ila nadhani kitu kikubwa ambacho mwalimu Gamondi anatakiwa aanze kukitengeneza ni kuanza kuwajengea yani ujasiri vijana wetu wadogo. Wakina Idinado, kina Nangu, kina Kevin John, wakina Nation. Nadhani aanze kuwatengenezea sasa nani ujasiri wa kupambana, ili tutakapo kwenda 2027 ambapo tutakuwa tuna host hii michuano mikubwa, sasa tunakuja kushindana, hatuendi kushiriki yani. Lakini kwa hii michuano ambayo tunakwenda mwezi wa 12, mimi sitarajii makubwa sana yani. Inachotakiwa tuanze kutengeneza timu ya 2027 ambayo tunajua kabisa hii tukienda inaweza ikatupa matokeo mazuri zaidi, na tukiwa bahati nzuri sisi wenyeji wa hii michuano mikubwa yani. Una kumbukumbu yoyote wakati unacheza mpira hasa ngazi ya timu ya taifa kwenye michuano mikubwa kama hii? Kumbukumbu yangu ilikuwa ni mwaka 98, kama ujue ni muda mrefu, kama 97 98. Nakumbuka ujue ilikuwa tunamaliza mechi ya mwisho, tulikuwa tunacheza na Mauritius. Tulikuwa tunahitajika yani tutoe draw tu sisi tupite twende kwenye AFCON. Na ile mechi tulichezea kwao kule Mauritius. Paka dakika Mauritius wao walikuwa yani hawana nafasi ya aina yoyote. Tulikuwa tunacheza na timu ambayo haina kupoteza, lakini sisi tulikuwa tunatakiwa draw au tushinde ili twende kwenye, na
timu zilizokuwa chache tofauti na sasa hivi, yani ujue ukija kaangalia kuna wigo mpana sana yani. Kuanzia hii michuano ya AFCON, kombe la dunia, timu nyingi zinakwenda. Kipindi kile zilikuwa ni timu chache. Sasa nakumbuka paka dakika ya 90 tulikuwa bila na Mauritius. Dakika 3 za nyongeza akatufunga goli moja bila, yani tukawa tumekosa nafasi ya kushiriki michuano ya AFCON. Ni kitu ambacho yani hakiwezi kikanitoka yani kwenye kumbukumbu zangu za mpira yani. Sawa. Yeah. Mwalimu, mimi nikushukuru sana kwa wakati wako. Haina wasiwasi. Kama Mungu atatusimamia na tutafanya makubwa kwenye michuano hii. Haina wasiwasi. Kila kitu inachotakiwa tuwapongeze vijana wetu, tuwape support hata wanapokosea. Lakini kikubwa zaidi ni kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu ili tunapokwenda kwenye hii michuano ya AFCON chochote kitakachotokea tuwasupport ili angalau 2027 sasa tunaweza tukawa tumepata timu ambayo tunajua kabisa hii inaweza ikatuvusha kwenda sehemu fulani. Asante sana mwalimu. Kazi njema. Bwana, ni mwalimu huyo Bakari Malima almaarufu kama Jembe Ulaya, akitoa tathmini yake pamoja na yale ambayo anayakumbuka katika ngazi hii ya timu ya taifa ya Tanzania kuelekea katika michuano ya AFCON ambayo itafanyika pale nchini Morocco. Bila shaka umemsikia na umeweza kumfahamu. Mimi naitwa Jado, weza niita mtaalamu Aziz Ali Shentembo. Hii ni Ava TV, nipo na Asha Kabuga. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook, Twitter na YouTube. Jina ni moja tu, ni Ava TV. Kwaheri.